Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu wote ndugu wasikilizaji popote mlipo. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo anayetupa afya. Namshukuru Mungu leo kupata nafasi hii ya kujibu maswali ya wasikilizaji. Lakini Jumapili hatukuweza kuwa na kipindi kwa sababu ya safari sikuwepo. Kwa wale waliokuwa nasubiri, basi sababu yake ni hiyo, kwamba sikuwepo na nilishindwa kupata muda wa kutulia na kutoa kipindi chetu cha Jumapili. Asante Mungu kwa tarehe ya leo, tarehe 11 mwezi wa 6 tunaendelea. Swali la kwanza tunaanza na ndugu anaitwa Francis. Anaitwa Francis kutoka Dar es Salaam. Yeye ameuliza kutoka kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 22 mpaka 30. Anauliza, huyo Bwana ni nani anayesemwa katika mithali hiyo? Ni nani aliyekuwa naye hapo mwanzo? Anauliza kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 22. Kwa bahati hii sura imeulizwa na mtu mwingine tena mithali hiyo hiyo, naye ni Anodinko. Yeye ameuliza mithali hiyo hiyo, Mithali 8, wakati Francis ameanzia mstari wa 22 mpaka 30. Huyu ndugu mwingine Nko ameuliza kuanzia mstari wa 25 mpaka 30. Kwa hiyo maswali yao nitayajibu kwa pamoja. Sura hii ni Mungu mwenyewe. Maana swali la ndugu Francis anasema huyo ni nani aliyekuwepo, aliyekuwa naye hapo mwanzo. Kwanza tunaposema mwanzo ni lini? Ni mwanzo wa vitu vyote. Hapa Biblia inazungumza kama walikuwa wawili. Haya ndio maandiko yanayowapa watu kuthibitisha kwamba walikuwa wawili. Alikuweko Baba, alikuweko na Mwana. Lakini ukiendelea kusoma utaona inakataa. Tukianzia mstari wa 22 unasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Swali linakuja, huyu aliyekuwa naye mwanzo ni nani? Sasa tujue huyu anayezungumza maneno haya ni nani. Anayezungumza maneno haya ni Mungu. Sasa tusianzie 22, turudi nyuma. Tukirudi nyuma mstari wa 4 sura hii ya 8, enyi watu nawaita ninyi na sauti yangu ni kwa wanadamu. Enyi wajinga fahamuni werevu, nanyi wapumbavu mpate moyo wa kufahamu. Sikieni, maana nitasema yaliyo mazuri, na kufumbua midomo yangu kutakuwa maadili. Maana kinywa changu kitasema kweli. Tukiendelea mstari wa 10, ninaruka kwa sababu mstari wa 8 unasema maneno yote ya kinywa changu yana haki. Ni nani anayesema maneno haya? Ni Mungu. Mstari wa 10, pokea mafundisho yangu wala si fedha, maana hekima ni bora kuliko marijani. Anayesema maneno haya, pokea mafundisho yangu, ni nani? Ni Mungu. Niruke niende mstari ule wa 14 na 15. Shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi, mimi ni ufahamu, mimi nina nguvu. Anayesema maneno haya nani? Ni Mungu. 15 anasema, kwa msaada wangu wafalme humiliki na wakuu wanahukumu haki. Kwa msaada wangu wakuu hutawala na waungwana, naam, waamuzi wote wa dunia. Huyu ndiye anayewapa waamuzi wote, wafalme wote, watawala wote wa dunia, anayewamiliki na kuamilikisha utawala. Ni nani? Ndiye anayesema hapa, ni Mungu. Ndiye anayetoa mamlaka duniani kote. Mstari wa 17,
na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Ni huyo Mungu anaendelea kusema. Mstari wa 22, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Nimefundisha huko nyuma, Biblia ni siri, ni mafumbo. Mungu siku zote amekuwa kijigeuza. Mara anajigeuza kama mwanadamu, mara anajigeuza kama malaika, mara anajigeuza. Sasa hii inawachanganya watu, lakini Mungu ndivyo alivyo. Wenye hekima wanamuelewa. Wale wanaotumia akili zao hawamuelewi. Wanaona kama kuna watu watatu, wako wanne. Mungu anaweza kujifanya kundi, anaweza kujifanya watatu, anaweza kujifanya wanne. Nimetoa mifano mingi sana katika mafundisho yangu. Mungu alivyo na hekima ya kipekee. Sasa watu wanatumia akili zao, wanajaribu kuzilinganisha na akili za Mungu, wanaona haziendani, wanashindwa kumwamini. Je, Mungu akitaka wawe 20 mbele zako atashindwa? Mungu akitaka kuja mbele yako kama majeshi anashindwa? Mungu akitaka kuja watu 10-20 mbele zako atashindwa? Tunaposema Mungu ni muweza wa yote, hakuna jambo linalomshinda, tuna maana gani? Sasa unadhani alikuwa ni Mungu anaongea huku, kufika mstari wa 22 akageuka akawa mtoto? Maana tumeona ni maneno ya Mungu yanayosemwa hapa. Nilifundisha kuhusu malaika, nikasema unaweza kusoma habari ya malaika ukafikiri ni malaika, lakini ukifuatilia maneno yake nayo yasema, utaona haya mbona sio maneno ya malaika, mbona haya ni maneno ya Mungu. Kwa mfano, malaika anamwambia kuhusu Ibrahim, anasema nitakubariki kwa kuwa umenisikia mimi, kwa kuwa umenitii, hujanizuilia mtoto wako wa pekee. Sasa na kwa hili nitakubariki. Sasa haya ni maneno ya malaika au ni maneno ya Mungu? Ingawa imetaja malaika, unajua huyu malaika anayesema hapa sio malaika, ni Mungu. Mungu amejificha kwa maneno mengi mbali katika Biblia. Mara anaonekana kama Melkizedeki. Ukiangalia maneno yake anayoyasema sio ya mtu, ni ya Mungu. Tuliona katika Joshua, anaongea kama mwanadamu, anaongea kama amiri jeshi, kama adui. Wakati Joshua anaendelea kumhoji, anamwambia mimi ni amiri jeshi wa jeshi la Bwana. Ndipo Joshua anashituka, anaanguka kifudifudi mbele zake na kunyenyekea. Sasa hapa tumeona ni Mungu anayewapa watu mamlaka ya kutawala, mamlaka ya nguvu, ambaye anataka ulimwengu sikie maneno yake kutoka kinywani mwake. Anatoa mafundisho kwa wanadamu. Mstari wa 22 anasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Je, wameshakuwa wawili tayari? Kama ni huyu alikuwa anaongea, sasa mstari wa 22 amegeuka, amekuwa mtoto. Sio kweli. Ni tabia ya Mungu ya maneno yake ya asili. Neno la Mungu linahitaji ufunuo, sio akili yako. Angalia mstari wa 23. Nalitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijakuwako dunia. Kabla dunia haipo, yeye alikuweko. Unaona? Kabla dunia haijakuwepo, wakati visipokuwepo vilindi, nalizaliwa. Sasa anazaliwa kabla ulimwengu haupo. Na kuzaliwa niliwahi kufundisha. Je, kuzaliwa maana yake nini? Ni kuzaliwa unakokuelewa wewe kwamba alizaliwa kutoka kwa mtu. Ndivyo unavyoelewa wewe maana ya kuzaliwa. Biblia inapotuambia mzaliwe mara ya pili, ana maana gani? Ana maana tukazaliwe kwa mama zetu. Elewa maana ya kuzaliwa ni nini. Je, Yesu anaposema, Mungu anaposema nilizaliwa, alizaliwa na nani? Fuatilia maneno haya na utaona maana yake. Anasema nalizaliwa wakati zisipokuwako chemchemi zilizojaa maji. Mstari wa 25, kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. 26, alipokuwa hajaiumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia. Inaonekana kama wamekuwa wawili. Huyu watu wanasema huyu anayeongea ni mtoto, huyu atakuwa ni Yesu. Mtoto alikuwa pamoja na baba yake. Lakini kumbuka
ndio huyu tunayesoma kuanzia toka mwanzo. Haya, utaona maneno yanavyobadilika. Tuna kanuni moja katika Biblia kwamba ukiona jambo linabadilika, linajigeuza, liangalie mara mbili. Kuna siri jambo linalojigeuka. Nitakuonyesha na maandiko mengine yanavyojigeuza geuza, kuonyesha kwamba ni Mungu yule yule anayejigeuza. Tukienda mstari, labda tuende mstari wa 30. Ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi. Hapa watu wanasema huyu ni Yesu aliyemsaidia baba yake kufanya kazi ya kuumba. Lakini mstari wa 32 unasemaje? Basi wanangu, nisikilizeni sasa, maana heri hao wazishikao amri zangu. Sikieni mafundisho, mpate hekima, wala msikatae. Huyu anayesema maneno haya ni nani? Enyi wanangu, nisikilizeni sasa. Amegeuka, amekuwa mtoto au amekuwa ni baba yule yule? Kuna siri ya maneno yanavyobadilika katika kanuni. Tunasema ukiona jambo linabadilika, anakuwa kama ni mtu mwingine, tena kama mtu mwingine. Watu wanasema ni mtoto na baba. Na kuambia sasa kwamba huyu ni Mungu yule yule aliyekuwepo kabla ya vitu vyote kuwepo. Na kama tunaamini kwamba Yesu ni mtoto, je, alizaliwa lini? Alikuwepo kuanzia lini? Alitangulia kuwepo baba, ukapita muda gani alafu akawepo mtoto? Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo katika Agano Jipya unaposema baba, jina lake ni Yesu. Unaposema mwana, jina lake ni Yesu. Unaposema roho, jina lake ni Yesu. Ni huyo mmoja. Biblia iliposema baba, kwa jina la baba na mwana, watu wanabadilisha, wanasema kwa jina la baba na jina la mwana na jina la roho. Hapana, Yesu hakusema hivyo. Ni kwa jina la baba na mwana na roho. Maana yote hawa ni mmoja. Unaposema jina la baba ni nani? Ni Yesu. Jina la mwana ni Yesu. Ni mmoja. Usiongeze neno la kuhalalisha upotofu. Hili ni swali la ndugu Francis. Nimejibu pamoja na swali la Arnold. Swali la pili linatoka kwa ndugu Justice Mkama wa Morogoro. Nadhani yeye amechelewa kujiunga au kufuatilia masomo yetu, amekuja nyuma. Anataka ufafanuzi wa sura ya 9 ya Ufunuo. Anaomba ufafanuzi wa sura ya 9 ya Ufunuo. Sasa anasema hivi, sio rahisi, ungekuna nipa mstari ningeweza kukufafanulia, lakini katika kipindi hiki cha maswali siwezi kupa ufafanuzi wa sura nzima. Sura nzima inahitaji somo la kipekee. Sio kujibu maswali kwa kufafanua sura nzima. Lakini huko nyuma nilikuwa nimefundisha sura nzima. Na sura, unapofundisha somo hili halianzi sura ya 9 peke yake. Maana inahusu baragumu 7. Hizo baragumu zinaanzia sura ya 8. Kwa hiyo unapofafanua sura ya 9, hatuanzii sura ya 9, tunaanzia sura ya 8. Sura ya 8, sura ya 9 zinahusu baragumu 7. Na baragumu 7 haziishii katika sura ya 9, zinaendelea mpaka sura ya 11. Kwa hiyo ni somo linalohusu baragumu. Sasa sitaweza, lakini niseme tu hizi baragumu 7 ni matukio. Kwa ufupi nikwambie, ni matukio yote yanayotokea ndani ya kipindi cha kanisa. Ni matukio yanayoendelea kutokea ndani ya kipindi cha kanisa toka mwanzo. Kwa mfano, ukianzia sura ya 8, tukio baragumu ya kwanza. Baragumu ya kwanza ilikuwa ni tukio la kushuka kwa Roho Mtakatifu. Alafu matukio yanaendelea mpaka 7. Nilifundisha habari ya mihuri, iko 7. Ilianza mihuri kuanzia wakati wa huduma ya Yesu duniani na kuendelea. Nilifundisha habari ya vitasa 7. Sasa siwezi kufafanua sura hii yote katika kipindi hiki cha maswali,
labda Mungu akitupa neema tena ya kurudia kufundisha somo hili la baragumu, ungekuwa umeonyesha ni mstari gani inayotakiwa niifafanue, haikuwa shida, ningeweza kukufafanulia. Lakini sasa ni somo zima la baragumu 7 ambazo ni matukio 7 ndani ya kipindi cha kanisa kwa ndugu yetu Justice Mkama wa Morogoro. Ndugu Lucas Kiswiza kutoka Simiu mkoani Simiu anauliza kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 11. Sura ya 3 ya Mathayo sura ya 3 ule mstari wa 11. Ameuza swali lake hapo. Hebu nisome huo mstari ndio tutapata nafasi ya kujibu baada ya kusoma. Sura ya 3 ya Mathayo mstari wa 11 unasema hivi: kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yohana Mbatizaji alitumwa kuwabatiza watu watubu, wanaotubu dhambi zao. Yesu alikuwa bado hajadhihirishwa. Kwa hiyo ubatizo wa Yohana ulikuwa ni ubatizo wa maji, unaitwa ubatizo wa toba. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanabatizwa hata bila kumuona Yesu. Yesu alikuwa hajaonekana, alikuwa bado. Ndio maana ukisoma sura ya 19 ya Matendo kuanzia mstari wa 1 nadhani mpaka wa 6, Paulo aliwauliza wanafunzi, aliwauliza watu 12, akawauliza, mlibatizwa ubatizo gani? Wakasema, tulibatizwa ubatizo wa Yohana. Akasema, ule ulikuwa ni wa toba. Maana Yesu alikuwa bado. Sasa tunabatizwa kwa sababu tunamwamini Yesu. Wale walibatizwa kabla hata ya kumwamini Yesu. Ndio maana aliwaruhusu wabatizwe sasa kwa ubatizo wa kumwamini Yesu. Sasa Yohana anasema, mimi nawabatiza kwa ubatizo wa maji, lakini yuko nyuma yangu aliye na nguvu zaidi kuliko mimi, ambaye ni Yesu. Yeye atawabatiza katika Roho Mtakatifu na moto. Roho Mtakatifu na moto sio vitu viwili. Roho Mtakatifu ni moto. Roho Mtakatifu mwenyewe ni moto, kwamba huu ni ubatizo wa maji, lakini ukibatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, ukijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu anafanyika kuwa moto, moto uteketezao, moto unaoharibu nguvu zote. Ni moto wa kuteketeza, ni moto wa Mungu. Ubatizo wa Roho na moto sio kwamba kuna batizo mbili. Utabatizwa ubatizo wa Roho, alafu tena utakwenda kubatizwa ubatizo wa moto. Hapana. Roho Mtakatifu mwenyewe ndio moto, unabatizwa kwa Roho na moto. Nikikupeleka kitabu cha Matendo sura ya 2, siku ya Pentekoste. Kitabu cha Matendo sura ile ya 2, siku ile ya Pentekoste, utaona maneno haya. Anasema mstari wa 2, kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Mstari wa 3, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Ndimi za moto. Roho Mtakatifu alikuja na moto juu yao. Roho ukibatizwa na Roho Mtakatifu anakuja na moto. Yeye mwenyewe ni moto. Kwa hiyo hakuna batizo mbili, kwamba unabatizwa kwa Roho Mtakatifu alafu utabatizwa tena kwa moto. Nilipofundisha jambo hili wiki chache zilizopita, nilifundisha jambo hili la ubatizo wa moto. Mmoja alijitokeza kwenye komenti zake YouTube, akaleta fundisho lake refu. Nikamhurumia tu. Yeye alifundisha, inawezekana wengine tayari wamesoma,
lakini ni mafundisho ya upotoshaji. Alikuwa ananikosoa kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu, ubatizo wa moto sio wa Roho Mtakatifu. Alikuwa anakosoa kwenye maoni yake, kwenye comment zake. Yeye alisema moto unapatikana katika mstari wa 12. Maana tunasoma mstari wa 11, yeye akasema mstari wa 12 ndio unapatikana ubatizo wa moto. Mstari wa 12 unasemaje? Unasema ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kukusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto. Akasema watenda dhambi ndio watakaoteketezwa kwa moto. Kwa hiyo kuteketezwa kwa moto kwa watenda dhambi ndio ubatizo wa moto. Sasa Roho Mtakatifu na moto unavihusishanaje na jehanamu na moto wa kuteketezwa wenye dhambi? Unaviwekaje pamoja Roho Mtakatifu? Yesu alisema, Yohana anasema mtabatizwa kwa Roho na moto. Sasa yeye anasema ubatizo wa Roho na moto, moto ni kutupwa katika moto, ndio unaitwa ubatizo. Naamini atakuwa amejipatia baadhi ya watu katika mafundisho yake, lakini nakuonya ndugu yangu, haya ni mafundisho ya upotovu. Roho Mtakatifu hawezi kuja juu yako na moto alafu kaenda jehanamu kwenye kuteketezwa. Kweli Biblia inasema wale makapi watateketezwa kwa moto, lakini huu sio ubatizo, hii ni hukumu. Unachanganyaje ubatizo na hukumu? Biblia inaposema watenda dhambi watatupwa kama makapi ndani ya moto, unakuwa ni ubatizo. Hata kama umekubali hayo mafundisho, utakuwa umepotoka sana. Na namhurumia huyo ndugu ambaye alitoa nayo fundisho lake kwa komenti zake akifundisha hivyo. Naamini ndivyo anavyofundisha huko kwake aliko, lakini nakwambia kwa jina la Bwana, huu ni uongo na upotofu. Ubatizo wa moto ni ubatizo ule mmoja wa Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ni moto. Hata siku ya Pentekoste Roho aliposhuka, ndimi za moto ziliwakalia. Nimejibu hilo swali la ndugu Lucas Kiswiza kutoka Morogoro. Yeye hajatoa jibu, hajatoa jina. Anauliza nini tofauti kati ya mafuta yanayopakwa na manabii juu ya watu na Roho Mtakatifu ambaye waamini wanampokea? Iko tofauti gani kati ya mafuta wanayopaka manabii wanawapaka watu na Roho Mtakatifu ambaye tunampokea? Tofauti yake ni nini? Hii inatokana na upotofu tu ambao wakuto kuyajua maandiko. Agano la Kale, udhihirisho wa Mungu kwa njia ya Roho ulikuwa haujawa wazi. Ndio maana Biblia inasema sisi tumepata agano lililo bora zaidi. Agano la Kale mambo haya yalikuwa hayajawa wazi, yalikuwa hayajadhihirika, na mambo mengi yalifanyika kwa ishara, yalifanyika kwa kivuli. Mambo mengi yalikuwa ni kivuli, yalikuwa ni ishara, havikuwa vitu halisi. Kwa hiyo utaona wakati kama ni kuhani au mfalme anapowekwa wakfu, au mtu yeyote katika utumishi, Mungu aliagiza apakwe mafuta. Kwa hiyo makuhani waliwekwa kwa kupakwa mafuta, wafalme waliingizwa kazini kwa kupakwa mafuta, na watumishi wengine waliingizwa kwa kupakwa mafuta. Hata waamuzi. Yale mafuta yalikuwa ni kivuli, yalikuwa ni ishara ya kwamba umepokea nguvu za Mungu. Maana huwezi kuongoza bila nguvu za Mungu. Sasa baada ya kupewa nguvu za Mungu, walipakwa mafuta, yakiwa ni ishara, yakiwa ni kivuli cha Roho Mtakatifu atakayekuja baadaye. Maana Agano la Kale ni kivuli cha mambo yajayo. Walipakwa mafuta, ndio maana waliitwa wapakwa mafuta. Hilo neno linapendwa hata leo. Watumishi wengi wanajiita wapakwa mafuta. Wengi wanapenda kujiita ni wapakwa mafuta. Lakini hii ilipita, ilitoweka. Ilipokuja iliyo halisi, maana ile ilikuwa ni kivuli. Agano Jipya limetuletea kitu halisi. Kitu halisi. Katika unabii, ukisoma unabii wa Zekaria, kulikuwa na mafuta ya mzeituni.
yalikuwa ni mafuta ya mizeituni, lakini yalikuwa yanasimama badala ya Roho Mtakatifu. Sasa imekuja Agano Jipya ambalo ni halisi. Ni halisi. Ndio maana hatuna haja ya kupakwa mafuta. Tunabatizwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu. Sio kupakwa mafuta. Haturudi kwenye kimvuli. Unaporudi kwenye kimvuli, unaporudi kwenye kitu kilichotoweka, unakuwa ni kama uganga, unageuka kuwa ni uchawi. Kwa sababu muda wake umepita. Kila kitu kina mahali pake. Labda nikupe mfano mwingine. Katika Agano la Kale, waliingia katika hekalu, makuhani walikuwa na uvumba. Walichoma uvumba kwenye chetezo, na moshi ukawa unazungushwa ndani ya patakatifu. Ule uvumba mwingi na moshi. Katika Agano la Kale, moshi ulikuwa unawakilisha utukufu wa Mungu. Sasa makuhani walipewa kujitengenezea moshi wenyewe. Mungu anapotoa moshi au wingu lina maana mahali kuonyesha utukufu. Sasa makuhani wanapoingia mahali patakatifu, waliambiwa wajitengenezee wingu wenyewe, na wingu hilo lilikuwa ni la moshi. Waliweka uvumba na kuchoma moto na moshi kutokea na harufu. Walifanya hivyo. Ilikuwa ni kivuli cha utukufu wa Mungu unaoletwa na Yesu Kristo. Leo tumekuja kwenye halisi, hatuko kwenye kivuli. Wenzetu kwa mfano wa Roma bado wanatumia uvumba, bado wanatumia moshi, bado wanatumia chetezo. Lakini kile ukisema mbona imeandikwa, ni kweli imeandikwa. Lakini wakati wake ulipita, ikaja halisi, ikaja iliyo halisi. Ile ilikuwa ni mfano, ilikuwa ni kivuli. Ilipokuja halisi, hatuna haja tena ya kuchoma uvumba. Maana halisi imekuja. Ukisoma katika Ufunuo anasema maombi ya watakatifu yanapanda na moshi wa uvumba. Sisi maombi yetu na nguvu za Mungu yanafanyika kuwa yanaleta utukufu, yanaleta moshi, yanaleta wingu. Sio moshi tena wa uvumba wa kuchoma na moto. Ndivyo ilivyo. Sasa hivi hatuhitaji mafuta. Maana Roho Mtakatifu ndiye mafuta. Ile ilikuwa ni kivuli. Sasa kikija kitu halisi, unaendelea na kivuli, unakuwa ni uganga, unakuwa ni uchawi. Hayo kitu halisi ambacho maana ule wakati wake umepita. Katika waraka wa Yohana sura ya pili, waraka wa Yohana sura ya pili, nisome mstari wa 26. Nimewaandikia haya katika habari ya watu wale wanaotaka kuwapoteza. Kuna watu wanapenda kuwapoteza wenzao. 27. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanayowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Mafuta katika Agano Jipya, mafuta yake yanakaa ndani yetu, hayapakwi kichwani wala mkononi. Roho Mtakatifu hakai kichwani wala mkononi, anakaa ndani. Ndiye anayeitwa mafuta. Kwa kushindwa kutafsiri Biblia, watu wananunua mafuta ya mizeituni yaliyotumika na Agano la Kale, wanayafanyia sasa. Bado wako kwenye kimvuli, hawajaingia katika Agano Jipya, hawajaingia katika agano lililo bora. Wanatumia kimvuli, na kimvuli wakati muda wake ulishapita, unabaki ni uganga. Mafuta yaliwakilisha kitu ambacho sasa uhalisi wake upo. Mtafute Roho Mtakatifu badala ya kutafuta mafuta. Unapotafuta mafuta, ni kweli yanaweza kufanya kazi, lakini hayafanyi kazi ya Roho, yanafanya kazi ya uganga. Hayafanyi kazi ya Roho.
Hilo ndivyo naweza kujibu swali la ndugu yetu ambaye hakujitambulisha jina kutoka Morogoro. Swali lingine ni la ndugu Henle Mnuo. Anaitwa Henle Mnuo. Hajajieleza yeye anatokea wapi. Henle Mnuo ameuliza kwa nini watumishi wengi hawatumii maandiko ya kitabu cha Wimbo Ulio Bora? Kwa nini watumishi wengi katika kuhubiri hawatumii maandiko ya kitabu cha Wimbo Ulio Bora? Ametoa na mfano. Kwa mfano sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 12. Sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 12. Siendi kusoma, lakini ngoja nikupe tu ujumla wa kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora kiliandikwa na Suleiman. Kiko miongoni mwa vitabu vyenye hekima. Tunasema vitabu vya hekima. Sasa katika vitabu vya hekima kuna mashairi, kuna nyimbo ambazo tunasema zaburi, kuna mithali, zote hizo ni hekima. Tunaposema zaburi ni kama nyimbo au tenzi. Tunaposema mithali pia ni za hekima. Tunaposema wimbo ulio bora, huu nao ulikuwa ni wimbo, unaitwa wimbo wa mapenzi. Ulikuwa ni wimbo au shairi, ilikuwa ni shairi. Mungu alimpa hekima Sulemani kufanya mambo haya yote. Kwa sababu gani? Baada ya Sulemani kujaribu mambo yote chini ya jua, kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa, alijaribu mambo yote. Anadhihirisha mwenyewe, anasema nimejaribu mambo yote, hakuna jambo aliloshindwa kufanya. Anasa zote alizijaribu, na mwisho ili atoe jibu kwamba jamani, hakuna kitu kinachofaa katika dunia hii bila Mungu. Mungu alimruhusu ajaribu mambo yote, alimpa uwezo wa kujaribu. Unaweza kujaribu mambo yote lakini hutafaulu kufanya yote kwa sababu huna uwezo. Mungu alimpa uwezo Sulemani ili kujaribu mambo yote, awe fundisho, awe kielelezo, atoe jawabu la mwisho. Sulemani anatoa jawabu la mwisho kwamba katika mambo yote chini ya jua ni ubatili. Ndio jibu alilolipata baada ya kujaribu anasa zote, kazi zote, anasa zote, dhambi zote. Jibu la mwisho ni ubatili mtupu. Heri kukaa na Bwana. Ndio jawabu la mwisho. Moja wapo ya hekima zake, alitunga wimbo. Huu wimbo unaitwa wimbo wa mapenzi. Lakini alikuwa anaelezea mapenzi gani? Ya kibinadamu, ya mwanamume na mwanamke. Watu wengi ndiko wanakopeleka. Wengi wanapeleka mapenzi wanasema mbona wimbo Biblia imejaa mapenzi, maneno ya mahaba na nini. Lakini Sulemani kwa hekima yake alikuwa anaeleza upendo wa Mungu kama mume na upendo na kwa mke wake ambalo ni taifa la Israeli. Taifa lilikuwa mke kama mpenzi wa Mungu, na Mungu kama mume anayempenda mke wake, anayempenda mpenzi wake. Haya maneno sio Sulemani peke yake. Hata ukisoma kitabu cha Isaya, sura ile ya 5, unaona maneno haya. Isaya alikuwa ni nabii. Sura ya 5 mstari ule wa kwanza anasema, nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Huu wimbo uliimbwa kwa ajili ya taifa la Israeli ambaye anaitwa ni mpenzi wa Mungu, na kanisa ni mpenzi wa Yesu Kristo, ni mpenzi wa Mungu. Kuna upendo kati ya mume na mke. Ukisoma kitabu cha Efeso, ile sura ya 5 inadhihirisha jambo hili. Inadhihirisha jambo hili katika mstari ule baada ya kueleza mstari ule wa 25, 26, 27, anaeleza habari ya mume na mke. Lakini ukifika mstari wa 31 au 32,
siri hiyo ni kubwa. Mstari wa 32 anasema siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari za Kristo na kanisa. Ndio anazozitolea mfano wa mume na mke. Anafundisha habari za kanisa na Kristo, akitolea mfano wa mume na mke. Isaya anaimba wimbo wa mpenzi. Mpenzi wake nani? Ni taifa. Agano Jipya mpenzi wa Yesu ni kanisa. Sasa watu akili zao haziko huko. Kila wanachosoma ndani ya wimbo ulio bora wanafikiria habari ya mapenzi ya kibinadamu. Wanafikiri hicho. Kwa hiyo wanakiogopa kama ni kitabu cha aibu. Kama ni kitabu cha aibu. Wanakiogopa. Maana kimejaa mapenzi, kimejaa kama mahaba. Yesu ana mahaba na kanisa lake. Mungu ana mahaba na taifa lake. Ndio alimtumia Sulemani kuyaandika. Kama vile tunavyokuwa na mapenzi sisi wenyewe, ndivyo Mungu alivyo na mapenzi na kanisa lake na mke wake. Kumbuka, siku moja alipokuwa analiambia taifa la Israeli kwamba ninyi ni makahaba. Mimi ni mume wenu, lakini ninyi ni makahaba. Hawakumuelewa. Hata nabii Hosea alipokuwa analiambia taifa kwamba Mungu anasema ninyi ni makahaba, alikuwa hana ufahamu mzuri. Sasa Mungu ili athibitishe vizuri, awafundishe vizuri, alimwambia Hosea aoe mwanamke kahaba. Kiukweli kweli, amuoe mwanamke kahaba. Hosea alimtii Mungu, akaenda kuoa mwanamke kahaba. Na yule kahaba alimtesa kweli nabii Hosea. Wakati yule kahaba anamtesa kwa tabia zake za kikahaba, ndipo Mungu akasema, sasa umejua. Ninaposemaga taifa la Israeli ni mke wangu, lakini ni kahaba, huwa hamunielewi. Na kahaba ana maisha ya kusumbua. Kama umemwona mke wako ni kahaba anavyokusumbua, ndivyo na mimi taifa langu la Israeli linavyonisumbua, maana ni kahaba. Tunapomwacha Mungu tunakuwa kahaba. Kwa hiyo kanisa, Paulo anasema ni bikira wa Yesu Kristo. Ufunuo inasema ni bibi harusi, ni mpenzi, amebikwa shera, anamsubiri bwana harusi. Na nyimbo zinaimbwa za mapenzi. Ukishindwa kutafasiri upendo wa Mungu na mke wake kanisa kiroho, ukabaki na ile akili ya mapenzi ya kimwili, utashindwa kukielewa kitabu cha wimbo ulio bora. Na wengi ndivyo wanavyokielewa. Kwa hiyo wanakiogopa. Wanaona kama ni kitabu cha dhambi. Sio kitabu cha dhambi, ni maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizie swali la ndugu Arnold Nko. Alisema mimi naamini, Arnold Nko anasema mimi naamini Yesu ni Mungu. Maana maandiko mengi yanathibitisha kwamba Yesu ni Mungu. Lakini pia kuna baadhi ya maandiko yanapinga. Andiko la kwanza nililoliunganisha na la ndugu Francis pale mwanzoni, la Mithali 8, ameliweka kama ni andiko linalopinga kwa sababu tena anasema nalizaliwa. Kwa ina maana kuna baba na mtoto. Nadhani kuhusu andiko hilo nimejibu vizuri pale mwanzoni. Mithali anapozungumza kuzaliwa maana yake nini? Ni Mungu mwenyewe. Wala hakuna mtoto aliyezaliwa. Lakini ameweka na maandiko mengine. Ameweka Yohana 18 na mstari ule Yohana 14, samahani, Yohana 14 ule mstari wa 28. Anasema haya maandiko yanapinga. Sasa inakuaje? Mstari wa 28 unasema hivi. 14 Yohana 28 mstari wa 28 unasema hivi. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Baba ni mkuu kuliko mimi. Je, haya maandiko yana maana gani? Mbona yanaonyesha yuko yeye ni mtoto, alafu yuko Baba ambaye ni mkuu? Ninarudia kusema, kitabu cha Yohana
kimemuelezea sana Yesu Kristo kama Mungu, lakini maandiko yake hayanyoki, yanageuka geuka. Ukifuatilia utaona nageuka. Labda nikupe andiko moja kabla sija kusomea maandiko mengine. Nikupe andiko moja la sura ya 10 ya Yohana. Ukisoma sura ya 10 ya Yohana ule mstari wa 23, hata Wayahudi waliokuwa na Yesu Kristo muda wote walishindwa kumuelewa. Mstari wa 23 tunasema hivi: na Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Sulemani. Basi Wayahudi walimzunguka. Wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Hata lini, mpaka lini utaendelea kutuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi. Maana lugha ya Yesu kila walipomuuliza iligeuka geuka. Mara alijionyesha ni yeye, mara alionyesha yuko Baba. Mara alijionyesha ni yeye, mara alijionyesha yuko Baba. Wakasema, mbona unatuhangaisha? Utatuhangaisha mpaka lini? Tuambie waziwazi. Hata leo kuna watu hawamuelewi Yesu, wanataka waambiwe waziwazi. Na neno la Mungu lipo. Yesu Kristo tunamtambua kwa ufunuo kutokana na maneno yake. Nikupe katika sura hiyo hiyo ya 14 utaona maneno ya Mungu yanavyobadilika. Maneno ya Yesu kuonyesha kwamba kule kubadilika, kanuni moja ya kusoma Biblia ni kwamba maneno yanapobadilika ni kuonyesha kwamba hakuna, sio neno halisi, sio lugha halisi. Mstari wa 10, sura ya 14:10, kwanza mstari wa 7 ambao umesema, mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mnamuona, maana alikuwa mbele yao. Akasema mnamuona, maana yake yeye ndiye Baba. Filipo hakuamini, aliendelea kudadisi. Mstari wa 10 unasema, husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu. Hayo maneno niwaambiayo mimi, siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu huzifanya kazi zake. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Kama Baba yuko ndani ya Mwana na Mwana yuko ndani ya Baba, wako wangapi hapo? Wako wangapi? Utaona kwamba ni mmoja huyo huyo. Ukienda sura mstari wa 16, mstari wa 14, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Labda nianzie 13, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Atakayeombwa ni Yesu na atakayefanya ni Yesu, ili Baba atukuzwe. 14, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Ukiendelea mbele utaona anasema, mkimuomba Baba kwa jina langu nitafanya. Wakati anasema mtaniomba mimi, anageuka anasema mkimuomba Baba. Labda nikupe mfano kidogo. Mstari ule wa 23 katika sura ya 16, Yohana 16 mstari wa 23 unasema, tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Mkimuomba Baba kwa neno lolote, mkimuomba neno lolote kwa jina langu atawapa. Mkiniomba mimi kwa jina langu nitawapa. Sasa kama Baba hawezi kutoa chochote isipokuwa kwa jina la Yesu, ndio maana yake mkimuomba Baba lakini kwa jina langu atawapa, kwa jina langu. Mkiniomba mimi kwa jina langu nitawapa. Mkimuomba Baba kwa jina langu atawapa. Maana yake Baba hawezi kukupa
bila jina la Yesu. Manake ni jina lao ni moja. Manake ni yule yule. Sura ya 15, sura ya 15, kabla ya 15 ule mstari wa 26, sura ya 16, sura ya 16 mstari wa 26 unasema, na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Sisemi nitawaombea, mtaomba ninyi kwa jina langu. Sisemi nitawaombea kwa Baba. Unaona anavyojaribu kuyaweka mambo haya sawa. Sura ya 15 ule mstari wa 16, mwishoni mwa mstari wa 16, labda ningesema B, anasema ili kwamba lolote mumuombaro Baba kwa jina langu awapeni. Sio kwa jina lingine, jina langu. Maana yake Yesu ndiye Baba, Yesu ndiye Mungu. Kwa hiyo haya maneno hayapingi, ila ufahamu wetu unakuwa ni mgumu kuelewa. Kwa hiyo haya maandiko hayapingi, ila uelewa ndio unakuwa mgumu. Umetoa na andiko lingine la Ufunuo 3:14, umesema nalo linapinga. Sijui nilisome, litakuwa ndio andiko letu la mwisho. Ufunuo 3 umesema 3:14, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Yesu anaitwa mwanzo wa kuumba. Yeye ndiye mwanzo wa kuumba. Kwa nini? Yeye ndiye muumbaji. Kama yeye ni mwanzo, inapingaje? Haipingi. Yeye ndiye mwanzo wa kuumba. Sio unaweza kutofautisha. Sio mwanzo wa kuumbwa. Sio mwanzo wa kuumbwa. Ni mwanzo wa kuumba. Iko tofauti ya kuumbwa na kuumba. Yesu ni mwanzo wa kuumba, sio mwanzo wa kuumbwa. You see? Sio mwanzo wa kuumbwa, ni mwanzo wa kuumba. Haya maneno utaona yanavyokubaliana. Nikikwambia, nikikuonyesha, nimesema mstari wa mwisho, ngoja nimalizie haya kwa haraka. Waebrania mstari wa sura ya kwanza mstari wa kwanza. Sura ya kwanza mstari wa kwanza. Waebrania 1:1. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii na kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi huko Agano la Kale. Alitumia njia nyingi na sehemu nyingi na namna nyingi kusema na baba zetu. Lakini mwisho wa siku hizi, yani ndani ya Agano Jipya sasa, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Kule alisema mara Melkizedeki, mara malaika, mara amiri jeshi, mara siwi nani. Alitumia njia nyingi kusema, mara kichaka kinachowaka moto, mara. Lakini tumefika kwenye Agano Jipya, ameacha kuhangaika na mambo yote yale aliyokuwa anajifunua yasiyo na uhakika, kilikuwa ni kivuli. Sasa amejidhihirisha kwa njia ya mwana. Kwa hiyo ni Mungu yule yule aliyejidhihirisha kwa kina Musa ndani ya kichaka, kusii kwa kina nani, kwa kina Ibrahimu. Sasa amejidhihirisha kwa njia ya mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye. Kwa yeye nani huyo? Huyo mwana huyo. Kwa yeye aliufanya ulimwengu. Ulimwengu umeumbwa kwa yeye. Unaona? Mstari wa 3, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu. Nimefundisha huko nyuma habari ya kuketi mkono wa kuume. Maana yake nini? Maana yake hakuna mwingine. Ameketi mkono wa kuume, maana yake yeye ndiye yuko kuume. Ndio maana katika Injili mara nyingi alisema mimi ndiye, msipoamini kwamba mimi ndiye. Maana yuko mkono wa kuume, hakuna mwingine. Kama yuko mkono wa kuume, utasema kwamba Baba yuko mkono wa kushoto? Hapana. Wakolosai 1, nimalizie sasa mwisho na jaribu kusitiza hilo.
Kolosai tukisoma ule mstari wa 16, Kolosai 1:16, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Vitu viliumbwa, sio yeye aliyeumbwa. Katika yeye Kristo vitu vyote viliumbwa, sio yeye aliumbwa. Kwa anasema narudia kusoma mstari wa 16, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Vyote viliumbwa kwa njia yake, yani ni yeye aliyevifanya, na kwa njia yake na kwa ajili yake. Haya maneno yana Biblia inapotaka kumwelezea Yesu inatumia lugha za mafumbo. Tunasema kuielewa lugha ya Mungu. Haitoi lugha iliyonyoka. Walimuuliza siku moja Yesu akasema, mbona unatoa mifano mafumbo? Kwa nini usiwekage mambo wazi? Mungu alisema natoa kwa mafumbo na kwa mifano ili wenye kuelewa waelewe, wasiotaka kuelewa wasielewe. Mifano na mafumbo na lugha ya Mungu katika Biblia, wale wanaotaka kujifunza na ufunuo wa Mungu wanaelewa. Wale wanaotumia udadisi wa akili hawaelewi, wanazidi kupotea. Yohana 1 mstari ule wa 10, kwanza mstari wa 3 wa Yohana anasema vyote vilifanyika kwa huyo, vyote vilifanyika kwa huyo. Pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Bila Yesu hakuna kilichofanyika. Bila Yesu hakuna kilichoumbwa. Bila Yesu hakuna kilichopo. Unaona? Mstari wa 10 nasema alikuwa ulimwenguni, ni Yesu huyo. Hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Hasemi yeye ndiye aliyeumba ulimwengu. Hapana, wanatumia lugha za mafumbo za kificho. Baada ya kusema yeye ndiye aliyeumba ulimwengu, anasema kwa yeye ulimwengu ulikuwako. Baada ya kusema yeye ndiye aliyeumba vitu vyote, anasema vyote vilifanyika kwa yeye. Kwa hiyo maandiko hayapingi, ila mazoea na fikra zetu zinaonekana kama zinapingana, lakini Mungu ni mmoja. Nashukuru ndugu kwa swali lako ambaye ni Arnold Nko, swali lake la mwisho. Nimejibu maswali ya leo. Mungu awabariki nyote katika jina la Yesu Kristo. Tuendelee kuwasiliana, endelea kujifunza, endelea kusoma neno la Mungu, endelea wale wanaohitaji kusoma chuo kabisa, huko kuna siri kubwa utazipata. Tunaendelea na chuo chetu kwa wale walio tayari wamejiandikisha, na wewe ambaye bado na kualika, jiandikishe katika chuo chetu utasoma kwa mtandao ukiwa nyumbani kwako. Na Mungu akubariki. Jina langu ni Dr. Zefania Mwarusambo. Namba yangu ya simu ni 0754041599. Mbarikiwe na Bwana. Vipi, unatamani kukua katika neno la Mungu? Unataka kujifunza neno la Mungu kwa kina ukiwa nyumbani kwako tu? Sasa ni wakati wako. Kingdom Truth Bible College KTBC inakuletea masomo ya Biblia kwa njia ya mtandao kupitia simu yako tu. Jifunze neno la Mungu na uimarike kiroho popote pale ulipo duniani. Ni rahisi sana. Kikubwa uwe na akili timamu, ujue kusoma na kuandika, na uwe na hamu ya dhati ya kujifunza Biblia. Tuna walimu waliobobea na wenye uzoefu mkubwa kufundisha biblical theology, na utajifunza kozi zaidi ya 24 zitakazo kubadilisha kimwili na kiroho. Kujiunga, tuma neno usajili kwenda namba 0741996990. Mara baada ya hapo utapokea maelekezo rahisi tu ya namna kujiunga, ama tembelea www.ktbc.ac.tz na utachukua fomu yako kwa shilingi 10,000 tu ama $15. Tupigie simu au kwa WhatsApp namba 0769007328. Kuwa sehemu ya kizazi kilichojengeka kiroho na kimwili kwa ufanisi wa hali ya juu kupitia Kingdom Truth Bible College KTBC. Blessed.